الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويا أيها الإخوة الكرام الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله حيث أمرنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. Wapenzi wa Allah tabaraka wa taala, tunamshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kutujalia ni wenye kukutana katika nyumba miongoni mwa nyumba zake tukufu, kama alivyosema: wa annal masajida lillah, hakika misikiti ni nyumba za Allah, fala tad'u ma'a Allahi ahada. Ni katika jambo la kujivunia na kushukuru, bali na kumwomba Allah tabarak wa taala akupe thabati kule kuwa wewe ni katika mtu ambaye umezoea nyumba hii ya msikiti, kwa sababu msikiti ni nyumba ya Allah tabaraka wa taala, na Allah kuijalia misikiti ni nyumba yake ni tashrifan lilmasajid, ni kuipatia heshima nyumba hii na utukufu, kwa sababu kila nyumba ya mkubwa inaheshimika. Je, nyumba ya Allahu Akbar, nyumba ya Allah tabaraka wa taala, malikul muluk, ambaye yeye ndiye mfalme wa wafalme. Lau mmoja wetu hapa atapewa agizo kwamba aende Ikulu, ameitwa Ikulu, aka breakfast au pengine dina Ikulu, basi atakuwa ndio mazungumzo ya mtaani: si mwenzetu yule bwana anaenda kunywa chai Ikulu yule. Kila mmoja atamchukulia yule amepata nafasi kubwa, amealikwa Ikulu, na pengine huko Ikulu ameenda kusomewa. Wewe wacha hizo stori zako, chunga sana. Lakini wewe ukisikia ameitwa Ikulu, akili yako ameitwa mahali penye, na ni nyumba ya mwanadamu, anaingia kwa muda, anatoka kwa muda. Je, wewe unapopata fursa kuingia kwenye nyumba ya Al-Ghaniyul Hamid, ya Al-Hayyul Qayyum, unaingia nyumba ya Al-Jawadul Karim, unaingia nyumba ya Allah, ni furaha kwa muumini kule kuingia katika nyumba hii, na ni utulivu wa muumini kule kuwa atakuwa anapata fursa akiingia kwenye nyumba hii, hana harakati zozote. Hakuna sehemu mzuri kwako kama msikiti. Hivi wewe ukiwa na matatizo ya hela utaenda wapi? Utaenda kwa tajiri, au sio? Umwelezee matatizo yako. Ukiwa na matatizo ya magonjwa utaenda wapi? Kwa daktari.
Ukiwa na tatizo lolote utamwangalia muhusika ni nani, lakini umesahau kwamba kashifu dhurri huwa man? Huwa Allah. Mwenye kuondosha matatizo yote ni nani? Allah. Amman yujibu almutarra idha daa wa yakshifu su, nani mwingine anaitika maombi ya mwenye matatizo, na ni nani anayeondosha shida katika ulimwengu huu isipokuwa nani? Allah. Sasa unaamini kwa tajiri ambaye waweza ukaenda na akakufukuza, waweza ukaenda na akakudanganya, waweza kwenda kwa daktari na mara nyingine akakupa dawa sizo. Kwa nini hufurahii kwenda kwenye nyumba ya muumba Allah tabaraka wa taala ambaye yudabbiru al-amra kullah, anaendesha mambo yako yote yako mkononi kwake. Kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Allah tabarak wa taala ndiye muweza wa kila jambo. Kila unaloliona ni gumu, ni kubwa, fallahu akbar, jua Allah ndiye mkubwa zaidi. Sasa wasia wangu wa kwanza kama mukaddima, waumini tupende vikao vya msikiti, kwa sababu tunapokuja msikitini tumekuja kwa al-Ghani, aliye tajiri zaidi. Usisikie adhani ukasema ngojea dakika 5 customer waingie kidogo. Kama unatafuta 1000 kwa Allah tabaraka wa taala, huwa ar-Razzaq dhul quwwatil matin. Riziki yote iko kwa Allah tabaraka wa taala. Usiipuze adhani kwa ajili ya kutafuta riziki, kwa sababu riziki iko mkononi kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Ya ibadi kullukum jai'un illa man at'amtuh, enyi waja wangu nyote mko katika njaa ila yule nitakayemlisha mimi. Mwenye kutulisha ni nani? Allah. Waweza kuja na chakula nyumbani na wewe usile, waweza kununua chakula unachokipenda. Mfanyi biashara mmoja, si wajua mfumo wangu tutakwenda na visa, si ndio? Mfanyi biashara mmoja yuko kwenye biashara zake, famarra rajulun yabi'u al-inab, akapita mtu anauza zabibu nzuri, zimekaa vizuri sana. Yule mfanyi biashara akamwita yule anayeuza zabibu, njoo, unauzaje? Akasema bei. Akanunua kilo 2, akatoa mmoja katika wafanyikazi wake, akamwambia mpelekee nyumbani, hii zabibu iko safi sana. Kweli yule akachukua mfanyikazi akapeleka nyumbani. Yeye warudi jioni nyumbani. Mchana mama na watoto walipokaa na zabibu, wasema leo baba yenu ameleta zabibu nzuri sana, zimekaa vizuri. Mama, ndio, tamu tamu tamu. Akazipiga zote, wakakula zabibu yote wale watoto na mama. Jioni mzee alipokuja, oga nini, amekaa mezani kuletewa chakula, akakumbuka mbona sijaona zabibu. Akasema jamani, zabibu ziko wapi? Hakuleta ule mshanzi? Kaambia hapana, ameleta. Ala, mbona sizioni? Tumekusahau, zilikuwa tamu sana, tumegusagusa, tukishtuka imefanya nini? Imeisha. Amenunua jioni ale, lakini si riziki yake, hakufanya nini? Hakuweza kula. Riziki anayekulisha ni nani? Allah. Huyu bwana akakasirika, alafu akasema sawa. Asubuhi huyu bwana akatoka, akaenda kuangalia sehemu yenye watu wengi, akatafuta dalali, akamwambia hii ploti hapa naona kuna watu wengi wanafanya soko, biashara inaenda hapa kwenye watu wengi, nitafutie ploti hapa, nataka kununua by any cost.
na kweli akauziwa. Akatengeneza, atafuta mtu akamtengezea plani mzuri ya msikiti. Mzee yule akatafuta fundi ajengewe msikiti. Sasa baada kwenda kwenye biashara, asubuhi huenda kujenga msikiti, mkewe amwambia, mbona huu fundi mpya umetoka wapi, wajenga jengo gani? Akamwambia, msikiti. Kuanzia lini, mbona sija? Akamwambia, hii habari ni ya Zabibu. Hii historia ya msikiti imeletwa na nini? Mume wangu, kwanza fanya biashara, tajenga msikiti. Wewe una watoto, ukifa tutakujengea sadaqatun jariya, takujengea bonge la msikiti. Asema, mmenisahau kwa Zabibu, mtanijengea msikiti. Umeelewana? Wacha nifanye mwenyewe, niko hai. Zabibu tu mmepiga vitu mkamaliza, mkaniambia mmesahau. Zabibu ya riali 20, mtakumbuka kunijengea msikiti wa riali 3000, wacha nijenge mwenyewe. Mahalu shahidi ni kwamba riziki isitusahauzishe. Lengo letu katika maisha kwamba sisi mlengwa ni nani? Allah. Maisha haya kutengezeka, maisha haya kuwa mazuri, ni lazima sote tumlekee nani? Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sema, hakika sala zangu, sala yangu ninaisali, ibada zangu zote ninapochinja, uhai, riziki ninaotafuta, na hata kifo changu kiwe ni kwa ajili ya nani? Ni cha kumridhisha Allah tabaraka wa taala. Weka ramani hii ya maisha kwamba mimi nilipoingia dunia hii mpaka kutoka, nataka mambo yangu yaende yakimridhisha Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Allah, kusudio langu ni wewe, ninachokifanya nakifanya kwa ajili yako, na ninachotaka ulimwenguni ni radhi yako. Utakapoishi na maisha haya, wewe umejitengezea maisha saadatad darain, furaha ya nyumba mbili, kwa sababu hakuna kitu kitakuja kukufanya wewe uumie katika ulimwengu ukijua uko radhi na Allah tabaraka wa taala. Hakuna ambalo utalipata kwamba umekosa katika dunia hii kama umempata Allah tabaraka wa taala. Famadha faqada man wajada Allah, kwa sababu aliyempata Allah hajakosa kitu. Nachokusudia vijana, msikiti uwe ndi kipenzi chetu, na ndio utakuta Qur'ani ikisema mambo ya msikiti inatumia awwal. Allah tabarak wa taala tumia neno la awwal, inna awwala baitin wudiya linnasi lalladhi bibakkata mubaraka wa hudan lilalamin. Hakika nyumba ya mwanzo iliyowekwa kwa ajili ya Allah, waliokewa watu ili wamwabudu Allah, ni nyumba iliyo Makka. Msikiti wa Mtume, Allah sema awwalu masjidin ussisa ala taqwa, ndio msikiti wa mwanzo. Neno la awwal la kupa fursa wewe kwamba katika maisha yako yote msikiti uwe ndio kitu chako cha kwanza, first priority katika maisha yako. Wa anna almasajida lillah, upe msikiti nafasi. Akili yako yote isifikie mahali ukaeka msikiti nyuma, nyumba lengine likawa mbele. Minal asaf, katika jambo linalohuzunisha leo ni kwamba kuna vitu vingine sehemu nyingine twazieka mbele kuliko msikiti. Ni vijana wangapi kunaadhiniwa sala ya asri au ya maghrib na anakosa kufika msikitini kwa wakati,
akiwa katika banda la mpira. Sijui huku kwenu ipo hiyo? Naam? Iko? Naam? Mbona vijana mna nguvu? Ipo hakuna? Mtu anatanguliza mpira kuliko swala. Wewe umekuwa ni mwanadamu kiasi gani? Ni Muislamu wa aina gani? Wewe ni Muislamu uliobebwa na Uislamu, sio Muislamu uliobeba Uislamu. Muislamu tunayemhitaji ni Muislamu aliobeba Uislamu. Sio wewe umebebwa na Uislamu kwamba umezaliwa na familia ya Kiislamu, una jina la Kiislamu. Hii sio muhimu. Muhimu antahmila alislam, ni wewe ubebe nini? Uislamu. Sasa inakuwaje uweke ubora wa mpira kuliko sala? Mpira huo pengine hata sio live kwamba unaucheza wewe. Mpira uko Uingereza huko, wewe uko Kenya hapa. Hao wanaocheza mpira hata hawajui kama kuna kiumbe anaitwa Abdul Halim, Abdul Samad, Hassan, hawajui. Alafu wewe unampuza Allah Ar-Razzaq, anayekupa riziki, amekupa oxygen, amekupa afya, amekupa nini. Unasikia hayala sala, tena waangalia sasa, baada dakika 20 bwana, wacha game ishe nitasali. Hivi ukisema bado dakika 20 ukinyimwa oxygen pale kwenye banda, utaona mpira mpaka mwisho? Naam? Allah akaondosha ile hewa ya oxygen pale ndani ya banda, papu ikakatika. Mtamaliza 20 minutes? Hamna. Sasa wakosa nafasi ya kwenda kuzungumza na muumba wako na matatizo yako. Wewe kijana una haja ya elimu. Wewe kijana una haja ya busara na hekima. Wewe kijana una haja ya maisha bora. Wewe kijana una haja hiki na hiki, na zote unazipata. Wa anna almasajida lillah fala tad'u. Hapa unapomwambia Allah ihdina sirata almustaqim, wewe ushaeleza matatizo yako yote. Allah, mimi nakupa wewe, nilekeze katika njia sahihi, sahihi ya dini, sahihi ya maisha, sahihi ya elimu, kila kizuri Allah nipe. Sasa unaacha kuitikia amini ya imamu, unaenda kuitikia God. Mimi husema yule mtu anayepuza ibada kwa mpira kichaa, chizi. Kwa sababu wewe unaenda kuongea maneno mengi mbele ya kioo, au sio? Ile story yako yote unaongea mbele ya nini? Ya screen, au sio? Mbona msemi vijana? Unaongea mbele ya screen, haikusikii. Unaacha kuongea mbele ya Allah anayesema qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain wa li'abdi ma sa'al. Hii sala nimeigawa 50% ya msalina ya mja wangu, 50% ni yangu, na nitampa mja wangu kila analoomba ndani ya sala. Unapoteza fursa hii, unakwenda kuongea na mtu hakusikii kwenye screen. Jamani, hebu niwaulize, umetoka nje hapo sokoni ukakuta mama amekaa na machungwa yake anauza, wewe ukakaa kando, akiuza ameuza, amepata hela, ameuza, watu watakuwa na nani wewe? Utaonekana nani? Wazimu. Sasa jamani, wale wachezaji wako kwenye biashara, wale wanatengeneza hela, au sio? Ana allowance pale akicheza, au sio? Ana mshahara, ana nini. Sasa kila akifunga ameuza, amepata hela. Kichaa wewe. Basi afadhali ingekuwa
ushafanya ibada yako, angalau umeshazungumza na Mola wako ndani ya msikiti, umemaliza swala yako. Sasa nenda kafanya wazimu wako kidogo, lakini hata unaacha kusema na msimamizi wa maisha yako, Allah, ambaye anakwambia kulla yaumin huwa fi sha'n, anayeyapeleka mambo yako. Unaacha kuzungumza naye, unakwenda kuzungumza na screen. Unasherekea mtu anakula hela, alafu unarudi nyumbani, chai iko wapi? Yule mchezaji atamuuliza mama, yule aulizi, yule anapata hela. Wewe unarudi nyumbani unauliza chai iko wapi? Tuko pamoja? Mu'min ni lazima awe na sifa ya kuwa na muono wa mbali. Mu'min si jitu hivi tu la kupelekwa. Na ndio utaona Qur'ani inavyozungumza, inatuonyesha mu'min lazima awe ni mtu anajua anachokifanya. Ndio Qur'ani yamwambia mtume wanalofanya wale Makureshi, ambia qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, leteni hoja zenu kama nyinyi ni wa kweli. Muumini anakwenda na reality. Wewe unatengezewa vitu tu vinakubeba. Tuko pamoja? Kwa hivyo nachosisitiza kwenye nasaha hii, na huu ni utangulizi, darasa haijaanza ni kwamba lazima sisi kama Waislamu hizi nyumba za misikiti tuzipende, kwa sababu ndio nyumba zenye kutatua matatizo yetu. Mwenye kuondosha matatizo yuko ndani ya nyumba hii. Ndiye anayesema wa anna almasajida, hii misikiti ni yangu. Upende msikiti kuliko unavyopenda banda la mpira. Penda msikiti kuliko unavyopenda sijui kitu gani. Weka msikiti nafasi ya kwanza ili uweze kufaulu katika maisha yako, kwa sababu mwenye haja yeyote ndiye anakwenda kwa yule kutafuta suluhisho. Na sisi sote tuna haja kwa Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Allah asema, enyi watu, jueni nyote ni mafukara kwa Allah, nyote mna haja ya Allah. Kwa hivyo lazima umweke Allah mbele ili aweze kuzikidhi haja zetu. Wapenzi waumini, lengo kubwa la mwanadamu katika maisha ni kufaulu. Kila anayefanya yuwafanya ili afaulu. Hata yule anayefanya maovu atakafaulu katika maovu yake, kwa sababu umbile la mwanadamu limeumbwa kwa umbile la mtihani. Mwanadamu ameumbwa kwa umbile la mtihani. Umbile mtihani kazi yake unakoroga, unachanganya. Na mwanadamu umbile lake ni la kuchanganya. Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi. Amshaj, tumemuumba mwanadamu kutokana na tono la maji. Amshaj, liliyochanganywa. Leo nyinyi mwasoma mashule sijui x x x y sijui nini, nenda mpaka z, lakini maana yake ni mchanganyiko, au sio? Sasa umbile la mwanadamu ni la kuchanganywa, na kawaida kitu chenye kuchanganya ni mtihani. Mtihani unamchanganya mtu. Umbile lako mtihani, lakini na lengo lako katika dunia vile vile mtihani. Allah tabarak wa taala asema katika Qur'ani, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ameumba mauti na uhai ili kuwapa majaribio nyinyi, kuwapa mtihani nyinyi. Ni kina nani watakaofanya matendo mazuri zaidi? Kwa hivyo umbile mtihani, lengo la kuletwa mtihani.
lakini hata imani yako inakuonyesha wewe imani yako ni mtihani. Haiwezi kuwa imani yako yani ni kitanda bed of roses. Kitanda cha maua cha yasmini, hakuna. Imani yako pia ni mtihani. Alif lam mim, ahasiba an-nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wanadhania watu watasema tu tuna imani bila ya kuingizwa kwenye mtihani. Kwa hivyo umbile mtihani, lengo mtihani, imani yako mtihani, bali hata daily life yako ile ya kila siku ni ya mtihani. Allah asema wala nabluukum bisharri wal khairi fitna, tutawapa majaribio ya shari na khairi. Fitna, lengo ni mtihani. Umeamka na njaa, huna hela, ni mtihani huo. Lakini mwingine ameamka milionia na maskini anawafukuza, mtihani huo. Mwenye nacho ni mtihani, asiye nacho ni mtihani. Kwa hivyo maisha yetu yote ni mtihani. Kwa nini tuletewe mtihani? Kwa sababu anaingia kwenye mtihani lengo afanye nini? Nini lengo la kufanya mtihani? Ni kufaulu, si ndio? Lengo la kufanya mtihani ni ufaulu. Sasa ujue katika huu ulimwengu wewe, kitu kikubwa unachopigania ni kufaulu katika maisha yako. Na maisha ni stage kadhaa, lakini maisha bora, innal aisha aishul akhirah. Maisha bora ni maisha ya wapi? Maisha kuna stage 4 za maisha, lakini kila stage ni fupi kuliko nyingine. Kuna stage ya wewe kuwa tumboni kwa mamako miezi 9 tu, lakini ukija duniani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema amaru ummati baina 60 wa 70, umri wa umati wangu eji yao itakuwa 60-70. Lakini kuna maisha ya barzakh, ndani ya kaburi. Mtume na masahaba leo wamefikisha miaka 1446, lakini kuna maisha ya siku ya kiyama ile, fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Kuna maisha al-abadiyya khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Kuna maisha ya milele. Sasa mfumo wako katika dunia hii ni kwamba utakavyoishi, lenga kwamba wewe utafaulu katika maisha yako yote haya. Ufaulu katika maisha ya dunia, ufaulu katika maisha ya akhira, ndiyo malengo ya kuishi kwako. Utakapoishi huna lengo hilo, wewe kal an'ami balhum Allah, wewe ni kama mnyama. Waishi lakini hujui kwamba lengo la kuishi ni kuvuka huu mtihani, nipite na level ya juu. Na ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, idha sa'altumul jannata fas'alu al-firdaus al-a'la. Mukiomba janna, musiombe janna peke yake, ombeni janna ya firdaus, ya juu. Kwa sababu muumini ajua yuko kwenye mtihani, na mtihani sifa yake ni